Nipo katika kituo hiki cha kulea watoto wenye mahitaji maalum cha Lenata Grant, ambapo hii leo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa hapa misaada ya hali na mali kwa ajili ya kuwasaidia watoto hawa ili waweze kusherekea sherehe za Idi pamoja na sherehe za Pasaka, wakiwa wanahisi kabisa wako kwenye mazingira ambayo sawa na watoto wengine ambao wana wazazi. Kwa sababu haina maana, ni padre kutoka nchi ya Italia. Nina historia ndefu hapa Afrika. Kwanza nina umri miaka 78 mwaka huu. Na nilianza hapa Afrika mwaka 1974 nilikuwa Burundi, nilifanya miaka 7 Burundi. Kutoka Burundi nilihamia kule nchi ambayo wakati ule ilikuwa inaitwa Zaire, sasa ni Democratic Republic of Congo. Alafu 93 nimekuja hapa Tanzania. Nilianza kushughulikia watoto wenye shida kutoka Kongo ama Zaire, lakini kule nilikuwa nashughulikia watoto walemavu. Nilipokuja hapa nilianza kushughulikia watoto yatima, walikuwepo yatima wengi wakati ule. Nilianzisha kituo cha watoto yatima cha Ilunda. Alafu nimefungua pia hiki, kwa hiyo jumla nimefungua vituo viwili vya watoto yatima. Kwa hiyo nina historia. Na historia hii inanisababisha nishukuru kweli Mama Samia, kwa sababu naona ya kwamba hii miaka ya mwisho anaonyesha moyo wa upendo kwa watoto. Analeta misaada kila mwaka, wakati kabla hii misaada ilikuwa inafika mara chache sana. Kwa hiyo naona ya kwamba yeye anajali watoto yatima, watoto wenye shida. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tunamtakia maisha marefu. Kitu cha pili, naona ya kwamba viongozi hapa wote ni vijana pamoja na kwamba wilaya ni changa, lakini vijana. Kwa hiyo ninawatakia na nyinyi kazi njema, na hasa muonyeshe ya kwamba muna nia ya kujenga hii nchi ya Tanzania ambayo iko naendelea, tunaendelea. Mimi ninaweza kushuhudia kwamba tangu mwaka wa 2000 kuja leo maendeleo inaenda inaongezeka. Kwa hiyo tuendelee. Asante sana. Changamoto, wengi hawana wazazi, wengine wana mzazi moja tu. Wengine wanatoka katika mazingira magumu sana, wake mama amechanganyikiwa au baba ameenda mbali hajulikani. Alafu tunao pia walemavu. Tunao kama 8-9 ambao ni walemavu. Kwa hiyo tunawatibu kila wakati, tunawapeleka hapa hospitali ya Inuka kusudi wafanye mazoezi, wapate kuimarika nao katika miili yao. Alafu hapa tunawazoesha pia kidogo kufanya kazi. Hatutaki wawe wavivu. Kwa hiyo lazima wafanye kazi, walime, wachunge mbuzi, wasaidie. Wajue ya kwamba katika maisha ukitaka kufaulu maisha yako lazima uwe na ufanye kazi. Alafu tunawasomesha. Sema 90. Wanaosoma ni kama 60, kwa sababu wengine ni bado ni wachanga, kwa hiyo wanakaa hapa. Wachanga sana wanakaa hapa. Wengine tunawapeleka chekechea hapa, wengine tunawasomesha kwenye shule ya msingi hapa kijijini. Tunao wengine ambao walishamaliza darasa la 7, wale tunawasomesha katika shule za sekondari na za ufundi hapa, hasa katika mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tunawasomesha Makambako, Njombe penyewe, wengine tunawatuma mpaka Lugarawa, Wemba. Kwa hiyo tunawashughulikia mpaka tunajaribu kuwasindikiza wafike kwenye umri wa miaka 18, wana ujuzi na wanaweza sasa kujitegemea. Sema msaada huu changamoto kwenye walezi, kwamba mara nyingi tunaona ya kwamba wale wazazi wachache ambao bado wapo kidogo wametoroka, wanakuja mara chache sana kuwatembelea. Ingefaa wawe wanashughulika zaidi, manake waonjeshe zaidi upendo wao kwa watoto wale wachache ambao wapo. Alafu changamoto nyingine, mimi naona ya kwamba nidhamu wanashika,
kusoma, wanajitahidi kusoma. Mimi tuseme ninaridhika na malezi ya hawa watoto. Sioni changamoto zaidi isipokuwa ile ya wazazi na wandugu kuja kuwaonjesha zaidi, kwa sababu inafaa mtoto aonje upendo wa wazazi wa ndugu, ajue kama yeye naye ni wa maana. Sawa. Tunasaidia kiasi gani? Utadumu muda gani, sister? Wewe inabaki kiasi tu, sio yote. Okay. Wala mwezi mmoja, no, miezi miwili. Miezi miwili. Asante. Vituo 10 katika mkoa wetu wa Njombe. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utaratibu wake ambao ni wa kimungu kabisa, kwa sababu katika kila mwaka au kila wakati zinapotokea sikukuu zinazoambatana na ibada ya dini, iwe ni kwenye Pasaka au Ramadhani, amekuwa na utaratibu wa namna hii wa kusherekea pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika mkoa wetu na katika maeneo mengine katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo ziko baadhi ya vitu ambavyo amevitoa ili watoto hawa pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika vituo 10 katika mkoa wetu wa Njombe. Ametoa sukari, ametoa sabuni, ametoa vinywaji kwa mantiki ya kwamba soda kwa ajili ya watoto, ametoa mchere, ametoa mafuta ya kupikia pamoja unga wa ngano pia ametoa. Kwa hiyo tunavikabidhi leo hapa sisi kama mkoa wa Njombe kwa niaba ya mkuu wa mkoa, lakini vitu hivi amevitoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili watoto hawa wanaposherekea siku hii ya Eid al-Fitr basi waweze nao kusherekea kama watoto wengine. Tunatambua na anatambua sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunajua ni mcha Mungu pia, mwenye imani. Anatambua namna ambavyo katika vituo hivi walezi wa vituo mnafanya kazi kubwa mno. Moja ya kulea watoto wetu hawa, kulea Watanzania hawa ambao wengine wazazi wao walitangulia mbele za haki, wengine walitupwa, wengine wazazi wao, walezi wao hawana uwezo kabisa, lakini na wengine mmewapokea kutoka katika mazingira magumu, na wengine kutoka katika maeneo mbalimbali, wengine wazazi wao ni walemavu. Kwa hiyo tunawashukuru sana 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 walezi wa vituo hivi zaidi ya 10 ambao mnaendelea kuifanya kazi hii ya kimungu, kulea watoto hawa ambao ni taifa la sasa na baadaye la Tanzania katika mkoa wetu wa Njombe. Lakini zawadi hizi pamoja na kwamba hapa nimetoa mimi, ninakabidhi hapa, lakini pia wakuu wa wilaya katika mkoa wetu wa Njombe wataendelea kukabidhi zawadi za namna hii katika vituo ambavyo nimesema ni 10. Kwa hiyo mimi hapa ninakabidhi kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka ambaye amesafiri, yuko katika majukumu ya kikazi nje ya mkoa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kelembula, kwa kweli na mimi niseme kifupi sana kwamba kwanza nachukua fursa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyotazama kuwapa zawadi hawa watoto yatima. Jambo hili sio dogo, jambo hili ameenda kulifanya jambo kubwa sana. Linawezekana sisi naenda kutufundisha namna kuja kutoa kwenye maeneo kama haya. Lakini jambo ameenda kufanya jambo kubwa kwa maana hata ya mbele za Mungu. Kwa kweli tuendelee kumuombea mama yetu, na mimi kuja hapa ni mara ya pili sasa hivi
kwenye tukio kama hili. Alifanya mwaka juzi na kila mwaka anaendelea kuyafanya. Kwa namna gani anavyoona umuhimu na mazingira ya watoto hawa, namna wanavyoishi, lakini pia baba paroko, lakini pia kwa nafasi yake, naye pia mimi namshukuru sana. Kwa kweli niseme jambo moja tu kama kiongozi wa kata kwamba mimi nimeridhishwa sana kwa sababu watoto wao kwenye eneo langu. Na tuna vituo viwili lipo eneo hili Mheshimiwa DC, na namna Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa, achilia mbali kwenye shughuli za maendeleo, lakini pia anafanya kazi kubwa mpaka amepitiliza kuja kutazama hadi watoto hawa wanaoishi mazingira haya ya yatima. Baada ya kusema haya machache, Mheshimiwa DC, mimi nipende sana kukushukuru sana na msafara wako kwa namna ambavyo ameenda kuwagusa watoto hawa ndani ya mkoa wetu wa Njombe. Hivyo tunamshukuru sana kwa sadaka hii kubwa na upendo ambao Mheshimiwa Rais ameonyesha kwa watoto hawa. Tunamuombea afya njema, aendelee kulitumikia taifa letu la Tanzania. Naitwa Subilaga Mwaigwisya, ni afisa ustawi kutoka ofisi ya mkoa wa mkoa Njombe. Siku ya leo ya 31 mwezi wa 3 tumepokea zawadi ambao ni chakula kwa ajili ya vituo vyetu 10 katika halmashauri 5 za mkoa wetu wa Njombe. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutukabidhi zawadi hizi kwa ajili ya watoto wetu. Zawadi hizi wanaenda kunufaika watoto 335 kutoka katika vituo vyetu vya mkoa wa Njombe. Nashukuru sana kwa sababu ametugusa watoto, amegusa jamii kubwa ya Tanzania. Watoto hawa wanaingia kama kwenye makao kutokana na changamoto mbalimbali alizosema Mheshimiwa DC, ikiwa ni pamoja na wengine wanapitia ukatili, wengine kutelekezwa, wengine kutupwa. Kwa hiyo katika kupokea zawadi hizi inakuwa ni faraja kubwa sana. Watoto hao wanajiona kwamba kuna walezi, kuna jamii ambayo inawaangalia. Hiyo tunapenda sana kumshukuru Rais, na pia tunashukuru amekuwa ni utamaduni wake katika kutupa zawadi hizi. Nakumbuka mwezi wa 12 pia alitoa katika vituo vyetu vyote vya mkoa wa Njombe. Tunashukuru sana kwa jitihada zake kwa kukumbuka makundi haya maalum. Napenda kusema asante kwa niaba ya maafisa ustawi wote wa mkoa wa Njombe, tunashukuru sana. Asanteni sana. Nataka kufahamu kitu kimoja. Hali ya vitu hivi ikoje na wadau wanashiriki vipi kusaidia? Asante. Kwa sasa ndugu mtangazaji, mwamko umekuwa ni mkubwa sana kwa wadau mbalimbali. Wadau nikisema sio mashirika tu, hata mtu binafsi wamekuwa wengi akija huku akitoa sadaka zao. Watu binafsi, makanisa, misikiti, jamii, mtu mmoja mmoja wamekuwa na mwamko sana. Tumekuwa tukipokea simu nyingi tukiwaelekeza labda katoke kwenye kituo hiki, kwenye kituo hiki. Mahitaji ni haya, tunawasiliana na walezi katika vituo vyetu kwamba wanahitaji kitu gani, changamoto yao ni kitu gani katika hicho. Wengine wametoa bima za afya, maziwa ya kopo kwa watoto wa chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa sana katika jamii. Pia tunazidi kushukuru jamii na pia na kuwazidi kuhimiza jamii kwamba tukumbuke vituo vyetu. Kuna watoto wetu wako katika makao haya ya watoto ambao yako katika halmashauri zote za mkoa wa Njombe.